إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، إنه فقد فاز المتقون. عباد الله، ومما تعلمنا في شهر رمضان الفعل والترك لله سبحانه وتعالى. Ndugu zangu, tangu tuachane na Ramadhani, hii ni Ijumaa takribani ya 4 na tunakwenda mwisho tena kumaliza Shawali. Lakini miongoni mwa athari ambazo ni vyema mimi na wewe tukazifanyia kazi kweli kweli, na ni msingi wa mabadiliko ya jamii, ni kufanya au kuacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Unatenda kwa ajili ya Allah, na ikibidi kuacha basi acha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa msiba mkubwa ambao umeusibu umma huu ni tatizo hilo, na athari imekuwa ndogo katika jamii, pamoja na wingi wa wasemaji na wingi wa wataalamu, lakini athari imekuwa ndogo sana. Miongoni mwa sababu ni kukosa moja katika msingi mkubwa katika da'wa, na ni msingi mkubwa katika imani ya muumini, ni kufanya au kuacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, katika aya ya siyamu Allah tabaraka wa taala alituambia kwa kutuita kwa sifa ya imani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam, lakini mwisho akasema la'allakum tattaquna, ili muwe nyinyi wacha Mungu. Aya nambari 133 Ali Imran, Allah anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin alladhina yunfikuna fi as-sarra wa dharra. Mcha Mungu anatoa katika hali ya wepesi kwa ajili ya Allah, katika hali ya uzito kwa ajili ya Allah. Yunfikuna fi sarra wa dharra walqadhimina alghaidha walafina anin nas, anazuia ghadhabu bila shaka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kinyume chake hawezi. Walafina anin nasi, na wana tabia ya kuwasamehe watu. Allah anamaliza kusema wallahu yuhibbul muhsinin, Allah tabaraka wa taala anawapenda wale waja wenye kiwango kikubwa cha imani cha al-ihsan. Ihsani ni kiwango kikubwa ambacho anastahili muumini kukifikia kiwango hicho.
Al-ihsan ma'a Allah wal ihsan ma'a nas, ihsani pamoja na Allah au kwa upande wa Allah, al-ihsani kwa upande wa watu. Al-ihsan ma'a Allah, ihsani kwa upande wa Allah tabaraka wa taala. Al-ikhlasu fil ibada, ni wewe kusha kwamba unachokifanya fanya kwa ajili ya Allah, mtakasi Allah ibada yake. Lakini itiqanul amal, ile amal unaifanya wewe ifanye kwa umakini wa hali ya juu. Muraqabatullah fi kulli waqtin wa hinin, akisha kwamba unatambua kwamba unalolifanya Allah yuko pamoja na wewe nyakati zote. Hii al-ihsanu ma Allah, ukiumbe uwe na mazingira hayo. Al-ihsanu ma nasi, ihsani kwa upande wa watu. Husnul khulqi, ni wewe kuwa na tabia nzuri. Lakini musaadatuhum, kuwasaidia wao. Wal afu anna, kuwasamehe kibidi kuwasamehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwasaidia lakini na kuwasamehe. Hii ni kwa upande wa viumbe. Sasa mimi na wewe tumeingia kwenye ibada ambayo imetutaka lazima tufanye hivyo. Angalieni, idha kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saim. Zama unafanya kwa ajili ya Allah, unaacha kwa ajili ya Allah, na haya ndio mazingira ambayo wewe umetoka uishi nayo. Sasa tunataka tuone implementation hii katika maisha ya kawaida, tuone athari. Nadhib lakum mithalan wadihan malmusan, tutoe mfano wa wazi ambao tunaishi nao ndani ya Qur'ani tukufu. Allah tabaraka wa taala atueleza habari za nabii wa Allah, Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Nabii Yusuf alichukuliwa kwa baba yake na ndugu zake, baba mmoja, kwa madhumuni ya kwenda kutembea naye katika sehemu nzuri, wakastarehe huko. Ni dhahiri, lakini batini ni kwenda kumpoteza kwa sababu ya husda na chuki walikuwa na dhidi yake. Watafanya nini ili wafanikiwe? Wakamdanganya mzee wao, japo kawaambia wamwambie, na mzee akaonekana kuwaelewa dhamira yao, lakini bado walishikilia. Mzee akawapa vijana, akaondoka na Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam, na mwisho wa siku wakaenda wakamtupa ndani ya kisima kwa lengo la kumpoteza kabisa, amalizike. Sasa angalieni maisha ambayo Nabii Yusuf ameishi akiwa huko, kwa ile daraja aliyokuwa nayo, na ndio sifa iliyopelekea Allah kumteua. Hawa wakashinda kuchukua sifa ile, akapewa yeye, ni ile usafi, safa alqalbi. Pamoja na viwanatu, uwe na usafi wa moyo wako. Alikuwa yuko vizuri kwa upande wa Mola wake na kwa upande wa viumbe Allah tabaraka wa taala. Akaokolewa ndani ya kisima Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam, akaishi maisha ambayo hatua za mwanzo magumu kupita kiasi. Jamii alikuwa ni jamii ya watu ambao maisha yao wanaishi ni dhulma tupu, uonevu, shiriki, zina, yani maisha siyo sahihi. Alienda kuishi maisha ya jamii ya watu wa aina hiyo. Asa Allah anasema, walamma balagha ashuddahu, Nabii Yusuf alifikia ukomavu wake, baligha yake, atainahu hukman wa ilma. Yusuf tulimpa sisi hukman wa ilma, nguvu na mamlaka, akawa na nguvu kubwa, lakini tukampa na maarifa ya kutosha katika kusimamia majukumu hayo ambayo Allah amempa. Allah akasema, wakadhalika najzil muhsinin, si yeye tu Yusuf min almuhsinina, hivyo hivyo tutaendelea kuwalipa na wale ambao watakaofikia daraja hiyo. Yusuf akiwa jela, ameingia jela, si kwa sababu alifanya vitendo viovu kwenda jela, ilikuwa jela kwake ndio salama kwa kuishi maisha aliyokuwa anaishi nje ya jela. Ndani yake wakaingia wafungwa wengine, wadakhala ma fatayan, vijana wawili ambao wameingia kwa dhulma ndani ya jela ile. Wale wakaota ndoto, maisha walioishi Nabii Yusuf ndani, walimuona Yusuf yupo kwa ajili ya Mola, lakini namna gani anaishi na watu, wakamtambua kwamba huyu kiumbe mmoja mwema sana. Kwa walivyoota ndoto zao zile, wakaanza kumhadithia, tunataka sisi nabii tawili, tupe tafsiri ndoto hizi. Kwa nini? Inna naraka min almuhsinina, sisi tunakuona wewe Yusufu ni miongoni mwa muhsinin, kwa tusaidie, tupe tafsiri hii. Yusuf huyo alayhi salatu wasalam
akiwa tayari anaongoza na mamlaka. Jamaa zake wametoka huko Kanaani kwenda Misri kutafuta chakula, wana njaa kubwa. Mazingira waliyoyakuta, kumbe na Yusuf hawamjui, na kule aliambiwa tutakueleza sisi, wewe utaeleza habari za wao, hawajui kama wewe Yusuf. Yusuf akatengeneza mazingira, ndugu yake Binyamin abakie kwanza, japo wote watakuja kinyume, abakie kwanza. Kwa hiyo kukaweka kitu kwenye mfuko wake, wanaondoka wale pakanadiwa wizi. Jamani, hapa kuna kitu kimepotea, nani kachukua? Subirini. Kupekua, Binyamin ameonekana mfuko wake kuna kile kifaa. Wakasema hapana, sisi hatukuiba wala hatuna lazima kuiba. Sasa ndio hichi kimepatikana, kifanya nini? Baada ya kuonekana kifaa kwa Binyamin, wakazungumza maneno waliyozungumza, yasriq faqad saraka akhu lahu min qablu, kama kaiba huyu basi kashaiba ndugu yake kabla yeye. Mwangalie Nabii Yusuf anajua kwamba mimi ndio naisingiziwa, nishafanywa mengi ya kufanyiwa. Yusuf kafanyaje? Amedhihirisha kwamba yeye ndio yeye na nyinyi waongo. Kweli, lakini si wakati wake. Nazuia kwa ajili ya Allah, kwa sababu wana target, ana lengo maalum kufikia. Nani mwenye uwezo kwa zama za leo, mazingira kama haya, akaweza kuzuia hasira zake asiweze kusema au kudhihirisha, mambo yakaharibika? Yusuf kastop, fa asarra Yusuf fi nafsihi wala mubdiya lahum, akazuia, hakuweza kuadhirishia. Mwisho walivyoona wameshashindwa, wakasema hapana, khudh ahadana makana, sisi naomba mchukue huyu, baada ya mchukue mwingine ndugu yake. Sisi tunaye baba yake huyu kijana ni mtu mzima, hawezi kustahimili, bora aende kwa baba yake, lakini mchukue mwingine huyu, mwache. Khudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Wanamwambia hivyo, sisi tunakuona, angalia wale wabaya waovu, sisi tunakuona wewe ni miongoni mwa muhsinin. Yusuf alayhi salatu wasalam. Ndugu zanguni, haya yote tunahadithiwa sisi ndani ya Qur'ani, suratu Yusuf, sura ambayo mwanzo mpaka mwisho yazungumzia kisa kimoja cha Nabii Yusuf tu, na jamii alikuwa akiishi nayo, jamii korofi ovu. Lakini ilibadilika, Yusuf akakaa juu na watu wakaelewa katika jamii nzuri kabisa athari nani Yusuf alikuwaje, mimi na wewe tukoje. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema mwisho wa kisa, innahu man yattaqi wa yasbir, yeyote yule, sio peke yake Yusufu, atakayemcha Allah kweli, kafanya kwa ajili ya Allah, ameacha kwa ajili ya Allah, amesubiri kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinina, Allah hapotezi ujira wa watu wenye daraja hii. Aina nahnu, sisi tuko wapi na mazingira haya? Tunawezaje kuibadilisha jamii? Wewe mwenyewe hujabadilika, unawezaje? Kama hujatengenea wewe, si rahisi kumfanya mwingine atengenee. Kwa hiyo tumetoka katika marezo siyam, sisi tubadilike. Tukiwa sahihi sisi, jamii itaelewa, itabadilika. Jamii ngumu kama ile ilivyotokea katika maasi, lakini watu waliathirika. Kwa nini? Usahihi wa mtu kwa wakati sahihi aliweza kufanya makubwa. Sisi leo kwa nini tunashindwa? Waislamu, tutafakari, tujitazame, tujiasesi. Leo mambo yetu mengi hatufanyi kwa ajili ya Allah, tunafanya kwa nafsi zetu na matakwa yetu. Mambo haendi, watu wanataka hivi, wewe unakataa kwa sababu tu ya nafsi yako na mambo yako binafsi, basi huna jingine. Unatarajia nini? Hii dini si yako, dini ya Mola hii. Waislamu, kesi ni nyingi, kesi stadi nyingi sana katika jamii ya Waislamu. Hata hizi ndoa, harusi haziendi lillah, zinaenda kinyume na lillahi subhanahu wa ta'ala. Huyo Muislamu amefunga miaka mingi, anaishi Muislamu kwa miaka mingi sana, lakini hakuna athari yoyote. Nini? Tumekaa mbali na mafunzo ya dini yetu, tunafanya kwa sababu ya matakwa ya nafsi zetu. Tukishindwa kuamwabudu Allah, tukaona tuishi kwa matamanio ya nafsi zetu, sisi tumefeli. Na Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, amma man khafa maqama rabbih
wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya almawa. Huyu ndiyo pepo makazi yake. Ameweza kumhofu Allah, akaizuia nafsi yake na matamanio, pepo ndio makazi yake. Ukishindwa hilo, manake moto ndio makazi yako. Wa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu yaghfir lakum wad'uuhu yastajib lakum. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله سبحان من بعث محمدا بكتاب كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها ومن تبعهما صار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، الإحسان هو أعلى مراتب الدين. Ihsani ndiyo daraja ya juu katika zile daraja za dini. Kwa nini? Ndani yake inakufanya wewe kuwa mukhlisun lillah, kuwa mutqin. Inna Allah yuhibbul abda idha amila amlan yutqinahu. Unakuwa makini kwenye matendo unayofanya wewe. Unatofautiana baina ya wewe na asiyekuwa wewe, yani baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Tofauti yetu sisi ni ile nia na ada. Kafiri au asiyekuwa Muislamu yeye anaishi kwa ada, lakini muumini anaenda kwa ibada. Ibada ni nia yako, takarubu ila Allah. Kila ulifanyalo unafanya takarubu ila Allah. Nakula, kafiri naye nakula, lakini wewe unakula tofauti. Nakula nipate nguvu ya kumtii Mola wangu mtukufu, tena nakula halali ili nipate nguvu za kuweza kumtii Mola wangu. Nalala nipate kupumzika ili nipate nguvu nyingine kuendelea na kumtumikia Mola wangu. Wewe unafanya haya kwa nia hii, si tu kulala tu au kula tu. Na hivyo sivyo walivyokuwa mitume na viongozi wetu. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sisi hatuko hivyo. Sasa lazima unachokifanya wewe lazima ukifanye kwa ajili ya Allah, tena kwa umakini wa hali ya juu. Ma safaa alqalbi, wakati huo moyo wako uko safi, huna bifu, huna chuki, upo kwa ajili ya Allah. Na mtu aina hii ni rahisi kusamehe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kinyume chake inakuwa ni tatizo kubwa sana. Sasa Allah hakuachi mja, lazima atakutaini tu, si sasa au khalafu. Kweli wewe ni sahihi, lazima Allah alete mtihani ili apambanue nani anapambana kwa ajili ya Allah, nani mwenye kusubiri na nani kinyume na Allah. Yani huu mtihani lazima utatokezea na wewe utajulikana huko upande gani. Hivi sasa kumezuka jambo tena, hasa mikoani, limeanza mpaka Zanzibar, sasa hivi limeingia. Mwanadamu imezuka taharuki kubwa, na watu wanafika pale ambako wataka kuuana na kupigana. Eti ukipigwa tu kwenye bega lako, nyeti zako zote zinachukuliwa. Uthibitisho wa kiaskari baada ya mikoa huko bara, hawa watu wanaosema hivi wametafutwa na kuthibitisha, ikaonekana ni taharuki tu wanaizusha, au watu wanafanya kuharibu ile amani na utulivu uliokuwepo, kusababisha vurugu. Kwa sababu usahihi uko wapi? Yale ya popo bawa
ndio anaingia hivi sasa. Baba akafanya hivi, nani kamfanya fulani, ukisikia fulani, yani kila mmoja ukienda fulani fulani, humpati mtu halisi alifanya nani. Zanzibar ameshaingia mara 2 kwa mara 3 kwa kuthibitisha, kwa kuona kuna mtu kaanza kupigwa mpaka askari wakaingia kati. Nini? Kanigusa jeti zangu sina. Wewe una jeti kweli wewe? Jamaa bidi wazuie asipigwe yule mtu. Hamjiangalie kutazama vipi? Naona hamna kitu, vitu hamna. Che baridi hii, vitu vitaingia ndani, sio kama huna. Lakini taharuki imekuwa kubwa, kwa hiyo mtu akiguswa akiona ndani hamna kitu, haona hamna kitu. Vipi? Kumbe vitu vingine baridi, yanazungumza nyeti zimeondoka, hazipo. Kwa hiyo mtu anaanza kupigwa tafurani kweli kweli. Uislamu tuko wapi na mafunzo ya dini yetu tukufu ya Uislamu? Hii inadhihirisha tumekosa imani, tunafeli. Tumetoka wapi? Sasa tuko wapi? Tunafanya nini? Tunaambiwa siku zote Muislamu, ukiamka si wakati wa kulala, ukiamka asubuhi kuna dhikri maalum, zilete na uzifanye. Miongoni mwa sababu ni protection kubwa, iko dhikri. Mathalan, Mtume anasema yeyote atakayesema asubuhi au jioni, bismillahi alladhi la yadhurru masmihi shay'un fil ardi wala fis samaa huwa samiul alim, mara 3 asubuhi, mara 3 jioni, lam tusibu fajatu balaa, huyo hakuti na balaa la ghafla. Balaa la ghafla usichukulie kama pengine labda ni corona peke yake. Corona ni miongoni mwa balaa la ghafla, lakini haya unayazungumza ni miongoni mwa balaa la ghafla. Kuna watu wana tabia mbaya, uchawi na mfano kama unaweza kwa kafanya, lakini kwa njia ya kiini macho, si uhalisia. Kwa hivyo wewe sasa unatakiwa uishi na mazingira hayo. Amini Mola wako na ishi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ukishinda kumwamini Allah katika ulimwengu huu, basi wewe kila kitu utakiogopa. Man khafa Allah, yote atakayemwogopa Allah tabaraka wa taala, khafahu kullu shay'in, yeye ataogopa na kila kitu. Man lam yakhafillah, ila sabagopa Allah, yeye sasa khafa kullu shay'in, atakiogopa kila kitu. Hata mjusi akipita mbele yake atatishika, kwa sababu hana Mola mtukufu. Tumetoka kwenye ibada tukufu ya kutuzidisha imani yetu, nguvu ya imani, kumtambua Mola, yakini. Sasa tunapeleka wapi yakini zetu? Turudi kwa Mola, tumwombe Allah. Wewe ukisikia hao, muombe Mola mtukufu, acha taharuki. Hofu ndio msingi wanaotumia wachawi na wabaya kukuumiza wewe. Wanakutia jambo hivi fulani hivi kwa fadhaa, ukiogopa wewe sasa wanaingiza mambo yao, unaharibikiwa. Kwa hiyo hofu ni msingi ambao wanatumia wachawi kukufanya wewe ili wafanye mambo yao. Ukishaogopa tu basi tayari. Sisi tunaishi maisha hayo. Fastakhaffa qaumahu faata'uhu. Huu ndio msingi mkubwa. Turudi kwa Allah. Tuko katika chuo kikubwa sana, tumejifunza mengi katika hayo ya uchamungu makubwa na imani. Tustakimu kwenye imani yetu. Sisi tuko juu ikiwa tumwamini Allah tabaraka wa taala. La basi ishi unavyotaka wewe, lakini anayetokezea kadhalika aladhabu ni sehemu ya adhabu. Wal adhabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Hadhihi tadhkira, huu ni ukumbusho. Faman shaa, anayetaka, akijua kwamba ni kiumbe wa Mola, ameumbwa na Allah, wakati wote ataondoka katika ulimwengu, akitaka asitake, na afanye maamuzi magumu ya kujisahihisha na kukaa sawa na kurejea kwa Mola wake. Ittakhadha ila rabbihi maaba, atengeneze njia salama kurejea kwa Mola wake mtukufu aliyemuumba. Qala alayhi salatu wassalam, man salla alayya salatan sallallahu alayhi ashra. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.